Okay, tuzo wao wanafuatilia kwa Afrika nzima kwa sababu ni nchi 52 ambazo zimeweza kushiriki. Wao wanafuatilia ni vitu gani ambavyo vinafanyika katika kila nchi, vijana wangapi ambao wameweza kuanzisha vitu ambavyo vinawasaidia vijana wengine. Ndio maana wame-mention kampuni ya Black Paida. Kwa sasa tuna zaidi ya miaka 8 katika kufanya kazi tofauti tofauti na watu tofauti tofauti na makampuni tofauti. Kwa wao wanachagua ni nani na nani ambao wanachukua. Kwa kulikuwa na vijana 5,000 katika nchi zote 52. Baadaye wakafanya mchujo mpaka tukabaki 100 ambao ndo tulipata award. Hii ni mara ya kwanza kuweza kushinda au ulishawahi kushinda tena tuzo za design kama hii hapa ambao umeweza kushinda Ghana? Mimi sikuwahi kushinda tuzo ya namna yoyote ile. Hii ni mara yangu ya kwanza kushinda tuzo hii na sikutegemea. Na nilipopata email yao nilijibu na wakanihitaji niende Ghana kwa ajili ya kuweza kupokea hiyo award. Nimefurahi sana na sikuwahi kushiriki. Sasa ni kwa namna gani unafarijika kuona Mtanzania mwakilisha nchi kwa namna hiyo, kwa sababu zaidi ya vijana 100 nchi tofauti tofauti, lakini nchi ya Tanzania imeibuka na wewe ndio umebeba hiyo tuzo. Ni kwa namna gani unafarijika? Faraja ni kubwa sana kwa sababu kwanza ndio maana hata nikaomba kuwa na access ya kuwa na bendera ya Tanzania, kupeperusha bendera ya nchi yetu. Vile vile imekuwa ni jambo zuri kwangu, imekuwa ni furaha kuwa na historia ya tuzo ya kwanza ambayo imetoka nje ya Tanzania na kutambulika kwa Afrika nzima. Kwangu imekuwa ni furaha sana. Sawa. Black Paida mara nyingi mnahusika katika masuala ya bridge up, nini, tukizungumzia masuala ya ushawishi, inawezekana kuna kundi la vijana wengi wanasema kushika kamera na masuala ya ushawishi kidogo utakuwa mwapa nguvu kwenye hile. Labda uielezee kwa vijana pia nao kuweza kupata mileage na kutambua kwamba of course ni kamera tu, lakini unaweza kufanya kitu kuonekana ni moja kati ya watu ambao wenye ushawishi mkubwa kitaifa na kidunia. Okay, categories zilikuwa nyingi katika vijana ambao wameweza kushiriki katika nchi zote 52. Kwa kulikuwa na wengine wanafanya masuala ya mapambo, wengine walikuwa wanashiriki na masuala ya event planners, na wengine photographer. Ilikuwa peke yangu, na hii photographer ni kwa sababu pia kuna vijana wengi ambao pengine wamekuwa photographer leo kwa sababu yangu mimi. Au wamekuwa wakifuatilia zile harakati ambazo nilikuwa zikifanya kama photographer. Mimi ni photographer ambaye sikubebwa na mtu fulani kuwa photographer ambaye naweza nikawa najulikana. Ni photographer ambaye nimeanza chini na watu wengi wanajua. Nimefanya kazi na watu wengi, especially wasanii na watu wengine mbalimbali. Kwa hiyo pengine hii inaweza kuwa imekuwa chachu ya kuinfluence vijana wengine ambao wanaweza kaanza hata wakianzia chini kabisa kwenye kamera za kuazima na kodi na kufanya nini, mwisho wa siku unaweza kuwa una own cha kwako. Okay, Kasampaida, mimi najua the way ambavyo wengi sasa hivi wanavyoona wanaona matunda zaidi. Siku nataka tupitishe kwenye sasa the way ulivyokuwa unapambana zile changamoto hapa na hapa. Japo tunajua stories zako mbalimbali kuweza kufanya radio kwenye EFM pale TV na vitu kama hivyo. Changamoto ni nyingi, hakuna kazi ambayo haina changamoto. Umefika hatua unaenda unasafiri mpaka mikoani, haupewi hata nauli, unaweza kufanya kazi na watu na unajulikana umefanya kazi kubwa. Wengine wanaweza kuibiwa vifaa, shaibiwa sana vifaa, mtu anavunja chombo cha usafiri, baadaye anachukua vifaa, au kutapeliwa au kuahidiwa kwamba bana njoo ufanye kazi fulani alafu tutakupa. Unajua ukiwa photographer au videographer unaenda kwenye event alafu unafanya coverage vizuri alafu baadaye mlipaji umuoni, yeye anataka aonekane kwamba bana nimepigwa picha na mtu fulani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo changamoto ni nyingi na watu wengi wanapitia hata pengine zaidi ambazo nimepitia au na kadha. Cha muhimu ni kutokata tamaa katika kitu chochote ambacho unaweza kukifanya. Okay, sasa Black Paida unaipeleka wapi? Tunaona dai imeshamiri sana. Labda hakuna namna unaweza kupeleka labda mikoa na nini, angalau kukuza basi taasisi ya Black Paida, angalau kuweka legacy kwa vijana ambao wanatamani kuwa kama wewe. Okay, Black Paida sasa hivi tuna vitu zaidi ya kila ambacho tulikuwa tunakifanya as a photographer. Tuna kampuni nyingine ambayo baadaye nita introduce, tutakuwa tunadili na masuala ya printing, event planners, na vile vile Black Paida ina own the studio ya audio, na vile vile Black Paida ina sound na stage ambapo baadaye tuta-release. Integrated communication au sio? Yes, kabisa. Sawa. Tutajie pia utofauti wako wewe ambao unahisi, kwa sababu ukishakuwa una tuzo tayari kuna matabaka yanajitengeneza hapa. Wenyewe wanasema maji yanajitenga na mafuta. Sasa utofauti wako na wapiga picha wengine. Kwanza kama mmeona katika kila mtu ambaye amepost nimerepost. Katika kila mtu ambaye amecomment nimejibu. Yani hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kikanifanya nikawa Kasampaida mpya.
Yani Kasampaida ni yule ni wa kawaida, yani utanikuta kwa Selebonge nitakula chips zangu. Selebonge umeona kaje hapa utanikuta kwenye biliani nitagombea wali, nitafanya nini. Yani maisha yangu ni ya kawaida. Hata siku moja uwezi kuona hata kwenye social media yangu nikiposti kwamba leo nimefanikiwa kupata kitu fulani ambacho eti kitakukatisha tamaa. Otherwise nitaposti kamera, nitaposti accessories ambazo pengine zitakutia moyo kwamba mimi natamani nione hii kamera. Lakini siwezi kuposti, hakuna mtu anajua gari yangu. Hakuna mtu anajua hata napoishi. Hakuna mtu anajua sijui nina kitu gani, no. Ila utajua ofisi, utajua na vifaa ambavyo ninaona. Huyu ndio Kasampaida. Hata siku moja huwezi kuniona eti nimeposti pesa, nimeposti sijui nakula chakula kizuri. Najua kuna wenzangu ambao pengine ni wamepitia kama mimi, wamekosa hata mlo. Eti leo nikiposti chakula mimi itakusaidia nini wewe kama kijana? Mimi sio za kwanza. Kasampaida master tunaona ukiwa nao karibu sana, kina Salama hawa na baadhi ya watu wengi mashuhuri. Unahisi kuna siri gani hapa? Mimi kuna zaidi ya kazi ya photographer ambao naifanya. Creative ni shughuli yangu. Na mostly hawa watu ambao unaona wenyewe pia wanafanya shughuli za ubunifu. Kwa kuna namna moja ama nyingine ninakaa mchango kangu wa walau 1%, 2, 3 inayonifanya niwe karibu nao. Naweza kawa niko na mtu fulani lakini huwezi kuona hata baadaye nimepost picha, either nimempiga picha au na nini, lakini pengine kwenye kazi yake tukashauriana, tukajenga na nini, au na wataja wote ni sehemu ya familia yangu kama marafiki, kama jamaa, kama tunaweza tukashauriana. Kwa mimi sio star, ila marafiki zangu ni hawa ambao wewe ndo nawaita master. Mimi marafiki zangu umewaona kina Mashalavu. Nasema Mashalavu na star achana. Sawa. Mimi niongeze swali hapo. Umepokea tuzo ya kijana kwenye ushawishi Afrika. Nadhani ushawishi huo pia unaweza ukatokea kwenye kazi yako ya photography, hususan unapofanya kazi na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza first time wakati unapokea nafasi ya kufanya kazi na Mheshimiwa Rais ulipokeaje, lakini pia baada ya kuingia sasa kwenye majukumu rasmi, yani ule ugeni na namna ambavyo kazi na rais? Sisi tumefanya kazi na marais wengi kabla ya kufanya kazi na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu. Labda watu sasa hivi wameniona labda kwenye hizi movement labda kwa sababu niko hapo, na bahati ni kwamba Mheshimiwa Rais Dr. Samia anafanya kazi na vijana wengi, sio tu Kasampaida. Labda kwa sababu kuna watu fulani ambao wanamfahamu Kasampaida. Kwa mimi ni furaha kuwa sehemu ya vijana ambao Mheshimiwa Rais amekuwa akiwasapoti katika kufanya shughuli mbalimbali. Kuna wasanii mnawaona wanafanya kazi na Mheshimiwa Rais, waimbaji, photographer wengi. Hakuna official photographer wa Mheshimiwa Rais. Sasa kwa kuna sehemu tofauti na I'm happy kuwa sehemu ya watumishi ambao pengine naweza kutumikia, na sio kwa ngazi hiyo tu, hata ngazi nyingine mnafikiri mnafahamu pia nimefanya na mkuu ambaye sasa hivi ni mkuu wa mkoa wa Arusha, Paul Makonda. Nimefanya naye toka akiwa mkuu wa wilaya, na wengineo wengi ambao pengine nimeweza kufanya nao, James La na wengineo. Sawa. Yeah. Kwa sababu masuala ya kamera, photoshoot na kupiga picha ni ndani ya sanaa, na umeenda takriban kama siku 4 siku 5 hivi kwenda kupokea hii tuzo pia. Sanaa ipoje ya Tanzania huko Ghana mpaka kwa sasa hivi kwa ulivyoenda hizo siku kadhaa ulizoziona? Kimuziki, kimovie, pia masuala ya picha na vitu vingine. Tanzania tumefanikiwa sana. Especially kwenye baadhi ya nchi ukiona kuna utofauti na vitu ambavyo sisi tunavifanya. Aina ya kamera tunazotumia na kamera za wenzetu, unaona kabisa Tanzania tumepiga hatua kwa asilimia kubwa. Ni nchi kadhaa tu ambazo pengine wamekuwa na utofauti, lakini kwa production Tanzania kwa kweli tuko vizuri sana. Ukiona wao wenzetu, hata unajua sasa hivi Tanzania unaweza kumuona photographer lakini yuko very smart, anazungumza vizuri, anafanya kazi yake vizuri, ana kifaa chake kizuri na nini, lakini wenzetu bado kidogo wako nyuma. Kwa hiyo tuna la kujivunia, na wakati mwingine hata tukizunguka na viongozi kwenda huku na huku, lakini tunawaona hata wanatushangaa namna ambavyo sisi tunafanya kazi na aina ya vifaa ambavyo tunamiliki. Sawa. Wote kwa vijana ambao wako mtaani wanakutazama sasa hivi, wewe kama kijana ambaye umefanikiwa. Okay. Kikubwa ni kutokata tamaa. Lakini ujumbe mzito zaidi, maendeleo yana wivu. Stick kwenye jambo moja tu, ueleweke leo kwamba wewe unafanya shughuli gani.